Wanachama na mdau wa mpira Tanzania. Na nafasi nyingi. Una kofia nyingi sana. Zima Dosa. Namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Juma ngapi leo? Leo Jumatano. Bado siku 3 tuelekee finali ya CAF Confederation Cup. Mnyama Simba RS Berkane. Mnyama leo mapema ameondoka kuelekea Zanzibar katika finali yake ya kwanza ugenini, amepoteza kwa bao 2. Ameenda kujifua Zanzibar mapema kabisa. Inaenda kuwa finali ya namna gani Dosa? Kila laheri wana Simba. Kila laheri Simba Sport Club. Naamini mchezo utakuwa ni mgumu. Naamini mechi itakuwa ni nzuri. Lakini pia naamini wana mlima mgumu sana zidi ya RS Berkane. Chini ya jua kila kitu kinawezekana. Kwa Mungu hakuna kubwa. Waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, waendelee kupambana. Naamini wanaweza kufanikiwa inshallah. Na sisi kama Watanzania tunaendelea kuombea Mungu. Naamini Mwenyezi Mungu ndio mtoaji wa mambo yote. Naamini kuna siku na wao watalisimamisha taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuelekea kilele cha mafanikio ambao tuliyakosa zaidi ya miaka 61. Kwa hiyo kwangu mimi mchezo utakuwa ni mgumu. RS Berkane na nafasi ya kombe, lakini naamini kwa Simba hii tusubiri tarehe 25. Unaona nini kinaenda kubadilika kwa mnyama katika mchezo wake uliopita na huu ambao mashabiki wengi wana matumaini ya kunyanyua kwapa wakiwa katika ardhi ya nyumbani? Simba hahitaji kubadilika. Simba anahitaji kupambana. Kwa sababu Simba kubadilika itakuwa ihefu. Sawa? Simba anahitajika kupambana. Na sio apambane kwa ajili ya wana Simba. Simba anahitajika kupambana kwa ajili ya taifa zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna shauku, tuna matarajio, tunaamini ndani ya miaka 61 ya uhuru 24-25 utakuwa mwaka wetu wa mafanikio kwenye mashindano ngazi ya vilabu kwenye bara la Afrika. Shawa, dua zangu kama Mtanzania, kama mzalendo, naamini inawezekana kwa Watanzania. Dosa, kuna baadhi ya mashabiki wa Simba mchezo kupelekwa kule kama wamekata moto hivi. Unafikiri mechi kupelekwa Zanzibar itakuwa imewatoa mchezoni kwa namna moja ama namna nyingine? Hatuwezi tukafanana kwa akili. Wala hatuwezi tukafanana kwa rangi. Mpaka kwenye kuzungumza tunatofautiana. Mimi naamini walokuwa wanaubeza uwanja wa Zanzibar hawakuwa sawa sawa. Na kama kuna namna wanapaswa kufanya basi ni kuomba radhi. Moja viwanja bora sana kwenye nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huwezi ukaacha kuitaja Amani Complex. Ni uwanja ambaye Mheshimiwa Mwinyi alitumia zaidi ya mabilioni kufanya ukarabati pale na amefanikiwa. Na vile vile naendelee kumwombea Mungu Rais wa Baraza la Mapinduzi matukufu ya Zanzibar, Dr. Ali Hussein Mwinyi, aendelee kuboresha michezo. Michezo hivi sasa imekuwa ni ajira kubwa, michezo hivi sasa imekuwa ni maisha ya watu. Kwa hiyo kuna namna akawekeza nguvu. Nimeona viwanja mbalimbali vinajengwa Zanzibar, lakini niseme Amani kwa hivi sasa ni bora zaidi ya Benjamin William Mkapa. Twende tukautumie vyema, tuulinde uwanja ule, na naamini wa Zanzibar ni watu warevu, na naamini Watanzania wanatoka Tanzania bara na wao pia wakatumie fursa hii kuulinda ule uwanja, kwa sababu baadhi ya Watanzania nikimaanisha Tanganyika huku wana mambo ambayo wakati mwingine sio mazuri sana, hususani kwenye kulinda rasilimali. Tunaona nyinyi wana habari ni mashuhuda, mara nyingi sana tumeona mashabiki, baadhi yao mashabiki wa Simba huwa wanapenda sana kung'oa viti kwenye viwanja vya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo niwaombe sana, tunafahamu mchezo kwenye mamlaka yenu, tunafahamu mchezo upo kwenye maa yenu, lakini tunawaomba muende mkalinde rasilimali za Wazanzibari. Muende mkalinde rasilimali za Watanzania wote. Mchezo ule ni kwa Watanzania wote na uwanja ule ni kwa Watanzania wote. Inshallah naamini tutafanikiwa hilo na naamini tutaweza hilo. RS Berkane wanakuja kwa kujilinda, lakini pia kwa kushambulia angalau waweze kupata bao la ugenini wanyongonyeshe Simba. Unaliona hilo likienda kutokea kwa haraka zaidi kama ambavyo lilivyotokea kule kwao? Mimi naamini mechi ya kwanza imekwisha. Mwalimu wa Simba mtaalamu kabisa Fadlu ameangalia kilichosababisha wakafungwa. Kwangu ilikuwa ni pressure zaidi, hususan dakika za mwanzo. Swala hilo lako ni la kitaalamu zaidi, ila kwa kuwa namwamini mwalimu wa Simba atakaa na wachezaji wake
atakaa na technical staff ya kwake, nafikiri watakwenda kuhandle pressure ambayo RS Berkane alokwenda kuanza nayo kule. Bado naendelea kusema RS Berkane ni bora kuliko Simba, lakini naamini Simba ina nafasi ya kufanya comeback. Inawezekana. Kama Obama alivyosema yes I can, na sisi tunasema yes we can. Sisi lakini sio wana Simba wa Tanzania. Sababu hapa nikisema yes we can itaonekana ni wana Simba. Kwa hiyo niseme yes we can kwa Watanzania wote. Inawezekana tukashinda kwa Watanzania wote. Inawezekana Simba akashinda. Muhimu ni kuombea Mungu awape salama. Wanasema Simba tayari ameshaanza kuishi kwa mazoea kwamba anaweza kuja kufanya comeback katika uwanja wake wa nyumbani. Alifungwa na Al-Masry, akaja akapindua meza Benjamin Mkapa na akasonga mbele. Safari hii wanasema ni tofauti. Approach ya Simba zidi Al-Masry, approach ya Simba zidi RS Berkane ni tofauti. Na malengo yalikuwa tofauti. Malengo yale yalikuwa ni kuingia finali, lakini malengo ya RS Berkane ni kuchukua ubingwa wa CAF Confederation Cup. Kama nilivyosema inawezekana, na mimi niwaombe Watanzania wote wenye mapenzi na nchi, kwa sababu kuna Watanzania lakini bado hawana mapenzi na nchi. Wapo. Hawaombei mema Nchi. Wapo. Kila nchi ina ndazimu wake. Dosa. Wapo. Wanatokea wapi? Wapo. Huko Mbagala ndio wako wengi sana. Wapo rafiki zangu kina Kizinga. Nimemsikia akizungumza na chombo fulani cha habari, anasema ataandaa dua maalum kuiombea mabaya Simba. Kwa hiyo hawakosekani. Unamwambia nini Kizinga ambaye alitakii mema taifa? Nimesikia hotuba ya Mheshimiwa Rais juzi. Amezungumza kwa mapana sana na kwa hisia kali sana. Ingawa amezungumza kwa wageni wanakuja kuharibu nchi yetu, lakini bado kuna Watanzania wapo wanaharibu nchi yetu. Jeshi la polisi, vyombo vya ulinzi na usalama mbalimbali, hawa kina Kizinga wanahitajika kuangaliwa sana. Kwa sababu kuna tabia za kurisi. Kizinga na watoto watarisi. Nacheka. Nafurahia kumtaja Kizinga. Bomba wa makumbusho. Swaiba wako. Rafiki yake na Dosa. Kwa hiyo kuna namna ya Watanzania kuliombea dua taifa. Tunahitaji sana kombe hili libaki nyumbani. Tunafahamu itakuwa ni ngumu, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametuhimiza sana tumtegemee kumuomba Mungu, kumuomba yeye, basi naamini Simba wakijipanga vizuri tunaweza tukashinda. Unampa asilimia ngapi Simba kuchukua kombe wakati huu? Asilimia 40. Moja ni kwa sababu RS Berkane ana goli 2. Lakini tulishai kushuhudia timu nyingi zikifanya comeback dakika za mwisho. Wakati nakuwa finali yangu ya kwanza kuishuhudia ilikuwa ni UEFA Champions League. Manchester United vs Bayern Munich. Bayern Munich dakika 79 anaongoza goli 2. Anaongoza goli 1. Inafika 90 zinaongezwa 2, Manchester United inafanya comeback, anashinda goli 2. Akachukua ndo. Lakini pia tumesha kushuhudia Barcelona vs Liverpool 3, kaja akashinda 4. Nyingine Barcelona vs PSG kashinda 4, akaja akashinda 6. Kwa hiyo goli 2 kwa Simba ni nyingi, lakini naamini inawezekana. Tunaweza tukavuka kuelekea kwenye kilele cha mafanikio kama nchi ya Tanzania. Mabingwa watetezi wametinga katika hatua ya fainali na wao. Kombe la CRDB. Ndio malengo yetu, ndio hisia zetu na ndio mikakati yetu. Mpango wetu wa kwanza ni kutetea ubingwa wa NBC, ingawa hivi sasa una ukakasi, lakini mpango wetu wa pili ni kutetea Azam Sport Federation ambayo hivi sasa inatambuka kama CRDB Bank. Tumeingia finali, pongezi kwa wachezaji, technical staff, lakini zaidi ni wapongeze mashabiki wote wakiongozwa na Captain Kizinga waliotoka Dar es Salaam kwenda Tanga kuhakikisha wanakwenda kuangalia finali. Halikuwa ni jambo dogo, halikuwa ni jambo jepesi. Tumeingia finali, lakini pia nitumie vipaza hivi vya habari kuomba sana wana Singida. Moja mechi ambayo wanahitajika kucheza vibaya basi ni zidi ya Simba. Tunatamani sana Simba mfunge Singida. Tena finali. Tunatamani sana Simba mfunge nani? Singida. Huku kwenye ligi ya NBC kuna mambo mengi. Tunataka tukutane kule tumalizane hapo hapo.
Huko wote sawaendi? Sitaki kuingia huko. Si mmesema muendi? Huko sitaki kuingia, sio muda wake. Muda huo umeshakwisha. Hivi sasa ni muda wa kuzungumzia CRDB Bank. Hivi sasa ni muda wa kuzungumzia CAF Confederation Cup. Naamini Simba atamfunga Singida, na naamini tutacheza na Simba finali kwenye CRDB Bank. Na naamini mechi itachezwa Dar es Salaam, tutaoneshana. Alikiba alisema na Mario, sisi sio people, tutafanyaje? Sisi sio milima, tutafanyaje? Tuendelee kumwomba Mungu tufike hiyo siku, na tuendelee kuombea Mungu Simba Sport Club amfunge Singida, tukutane finali. Shukrani sana. Asante sana.